Zoezi letu la mkono wa Idi bado linaendelea. Na hapa tumekuja moja kwa moja mpaka Mbezi Beach. Hii ni Mbezi ya chini, by the way. Mbezi ya chini, yes. Mbezi ya chini au sobana. Na tumekuja kwa the queen herself kutokea WCB Wasafi Lebo. Huyu hapa si mwingine anaitwa Zuchu. Sema kwa sababu Ramadhani tumuite Zuhura. Zuhura. Jamani kama ile si jina la kisanii jamani, sasa hivi Zuhura. Jamani. Tumuite Zuhura. Sawa, Zuhura aka Zuchu. Na kama ambavyo unaona tumekuja na gari yetu hii hapa ya maalum kabisa kwa ajili ya kupakia mahitaji mbalimbali ya mkono wa Idi. Twende ndani tukamgongee Zuchu. Tujue ametuandalia nini. Unajua nini Mchaga? Mimi moja kati ya kitu ninachokipenda, Watanzania wengi kiwemo mastaa wako tayari, yani wameguswa, which is really nice kwa sababu sio kila mtu anatamani kutoa kile ambacho anacho. Kabisa. But anyways, kuna watu wanavyo lakini hawana roho ama moyo wa kutoa. Odi. Bwana tuko nyumbani kwa Zuchu. Mambo fulani, mambo ya fingerprint ndugu yangu. Kamera hiyo. Asante. Tumefika hatimaye. Haya, mashallah amependeza kirangi fulani. Wala hata usijali. Asalamu alaykum. Salaam. Kwema. Umependeza mashallah. Asante. Ramadhan Karim pia. Lori kama lori. Na wewe pia. Kwako pia jamani. By the way, mwezi mtukufu wa Ramadhani unaendaje kwa upande wako? Tunafahamu ni mwezi ambao mara nyingi huwa mnapiga break ya vitu vingi sana. Kwangu mimi so far unaenda alhamdulillah, umeenda vizuri. Jitihada zimeongezeka kidogo za ibada, kwa hiyo iko ndo cha kumshukuru Mungu. Wasafi Media tuna jambo letu kubwa, nadhani taarifa ile kufikia mkono wa Idi. Kampeni kubwa kabisa ambayo tunajikita kwenda kuzigusa zaidi ya familia 1000 zenye uhitaji. Na wewe ukasema sio haba, utachangia chochote kitu. Msukumo umetokea wapi? Waislamu hata dini nyingine, lakini kwenye dini yetu moja kati ya pillars za Uislamu ni kutoa zaka ama sadaka. Ipo kati yetu kwamba wewe ulobarikiwa kilo 1 basi jaribu kutoa robo kumsaidia mwenzako ambaye hajapata hata hiyo. Kwa hivyo ni vitu, ni ibada na ni vitu ndani ya dini yetu, tunaamrishwa kufanya hivyo, especially mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu faida yake inakuwa mara 2 kuliko siku za kawaida. Kwa hiyo huo ndio msukumo wenyewe. Kuna utaratibu kidogo maybe cha kufanya matukio kama haya katika msimu wa Ramadhani au kwenye sikukuu zaidi, ama pengine labda Wasafi Media ni kama wamekukumbusha? Ukumbusho ni kitu kizuri sana. Kutoa kwa ukubwa wao kusema ukweli. Niseme sijawahi kwa siku za Ramadhani, lakini kuna zile zakatul fitri ambazo ni lazima kwa Muislamu kufanya. Hivyo ndio vitu ambavyo sana mtu Ramadhani unatoa, lakini ilipokuja ukumbusho huu kwamba tutoe kwa sababu kuna watu wengi zaidi ya 1000 wanatoa, na mimi nikiwa peke yangu na familia yangu tukajaribu kuangalia vitu gani ambavyo tunaweza tukachangia tukafurahisha na sisi wenzetu, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema toeni. Hata kwenye dini tunaruhusiwa kushindana kwenye vitu vya khairi. Mungu anasema shindaneni kwenye vitu vyenye vizuri vya neema. Kwa kila mtu ametoa kwa upande wake, wote tumejichanga, tumewekea kama mzigo fulani ambao Waislamu wenzetu na wengine sikukuu hii na wenyewe wakafarijike. Wamechelewa kusema kwa sababu tuna wahisani wetu wengi. Tungeliwaambia nadhani hapa pangejaa kila kitu. Maana wengine wasema mbona kwa mimi hamjatuambia mapema? Haraka, lakini siku nyingine inshallah, kwa sababu tutaendelea kufanya hivi vitu. Mama, unaizungumziaje hii kampeni ya mkono wa Idi kwenda sana? Ni nzuri sana kwa sababu watoto wetu ambao wazee wao wameondoka, sio wao wetu sisi pia. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Alafu vile vile Mwenyezi Mungu atatulipa fadhila zake ni kubwa sana. Sisi vile hatujijui, tuna leo na kesho. Unaweza ukawaacha watoto vile vile na wewe. Sasa wewe kwa kuwa ulikuwa ukitoa kwa wenzio, na watoto wako hawatoanguka pabaya. Inshallah hatoachwa, watakamatwa mkono tu, sababu Mungu atakuwa anakulipa na vile vyote. Lako mama, kwa watu ambao pia wana uwezo wa kutoa kama ambavyo nyinyi mmefanya pia. Watoe, kwa sababu kutoa ni moyo, sio utajiri. Kuna watu matajiri lakini hawatoi. Hawana, wanatumia, wanaspendi, wana nini, lakini hawawezi kutoa.
Lakini kuna watu maskini, mtu kama mimi unaweza kunikuta maskini na shilingi 20,000 tu. Akatokezea mtu akamwambia mimi sijala tangu jana, nikachukua ile pesa nikampa. Kwa sababu moyo wangu una imani na mimi mwenyewe acha achukue, najua nitapata. Na unapotoa na unapata zaidi. Kwa hiyo wale waliokuwa wanacho watoe, ila mimi naona safari hii wa Tanzania wamejitoa sana, watu wamejitoa sana, na naona hili ishakuwa kama funzo. Mimi kama nimepata mshawasha fulani hivi, nasema kama laitani tungelikuwa hichi kitu tumekiweka moyoni sana, tungevikusanya vitu muda mrefu, hata ikafika muda huu tukanani. Lakini sio lazima kutoa muda huu tu, tuendelee kutoa na leo na kesho kutoa, sababu watoto wengi wa mitaani ambao wamepotelewa na watoto wa wazazi wao wapo vituoni wapo. Lakini vile vile mimi nasisitiza zaidi pia, kwa sababu naona watu wanaenda kuwapelekea vitu watu waliokuwa kwenye vituo tu, kumbe huku mitaani kwenye nyumba moja kuna watoto yatima wengi ambao hawana msaada. Mimi nikikwambia hivyo, kuna watoto ambao sisi wengine kwa mapenzi yetu tu, kwa sababu nawajua wazee wake wamefariki, unakuwa unakwenda kumpelekea kila sikukuu 30,000, 10,000 ngapi. Kuna watoto wengi wamo kwenye majumba, wale hawapati huduma, hawapati watu wa kuwasaidia. Kwa hiyo tunazingatia watoto waliokuwa kwenye vituo tu, lakini watoto waliokuwa kwenye nyumba moja hatuzingatii. Kwa hiyo nasema tuzingatie na watoto waliokuwa kwenye nyumba moja. Kweli kabisa. Sawa, kwa pamoja tutakutana nadhani pale Leaders Club kwa ajili ya kwenda kuzigusa zaidi ya familia 1,000. Kweli kabisa. Kuhakikisha kwamba mahitaji haya yote yanafika kwa watu wenye uhitaji. Kweli. Sema mwenye vitambaa kwa kuwa nifanya biashara, sio kama katika taji, lakini kwa kuwa nifanya biashara na ana moyo naendelea zaidi kutoa. Rafiki yangu anaitwa Bahyani yuko Tandika. Ndio vitambaa unavyoona navaa kwenye mafunction mbalimbali, kwenye shughuli mbalimbali. Na kuna mwingine anaitwa Osama yuko Kariakoo. Wakati wote naye zigo lake litafika. Vitu vyake. Bado tunapokea. Gari yetu ni kubwa. Bwana mimi naomba gari iingie. Tuanze utaratibu wa kuvipakia hivi vitu.